Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Hatimaye Tundu Lissu ametuma ujumbe kutoka gerezani ambako anashikiliwa. Tunafahamu kwamba Tundu Lissu ana kesi ya uhaini, kesi ambayo haina dhamana, lakini tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 atarudishwa tena mahakamani baada ya jamhuri kukamilisha upelelezi wa kesi hiyo ya Tundu Lissu. Lakini pia tumeshuhudia leo tume ya uchaguzi INEC ikitoa majibu na kuijibu Chadema. Tunafahamu kwamba siku ya jana mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Lugemeleza Nshala alizungumza na waandishi wa habari, lakini pia alizungumza vitu vingi sana na kutaka tume kuomba radhi na kutengua kauli yao ambayo walitoa ya kwamba Chadema imepoteza sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu baada ya kushindwa kutia saini maadili ya uchaguzi. Godbless Lema kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii, ukipita katika akaunti yake ya X zamani Twitter, lakini pia katika akaunti yake ya Instagram, amechapisha taarifa kwanza akiwajibu tume ya uchaguzi, lakini pia taarifa ya pili ni kile ambacho ameambiwa na Tundu Lissu kutoka gerezani baada ya kumtembelea. Godbless Lema amechapisha hapa taarifa kutoka kwa Mwananchi ambayo ilikuwa inadai kwamba INEC yajibu madai ya Chadema kanuni za uchaguzi, na caption imeandika mnamtisha nani, hamna uhalali hata kwa kufungua mdomo kwa sekunde moja. Hiki ni kitu ambacho amekiandika Godbless Lema baada ya tume ya taifa ya uchaguzi INEC kuwajibu Chadema na kusema kwamba wao hawawezi kujibizana mitandaoni, na kama Chadema walikiuka kanuni na kanuni inadai ya kwamba usipo saini maadili ya uchaguzi basi unakosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu, basi wakutane mahakamani. Kwenye comment watu wengi sana kwa hiki ambacho amekiandika Godbless Lema. Huyu wa kwanza anasema kwamba moja kati ya viongozi wapumbavu kuwahi kutokea pale Chadema ni huyu Godbless Lema. Alafu yeye eti ni mmoja wa washauri wa Tundu Lissu. Kwa washauri kama hawa utaacha kuwa muhaini kweli? Lakini pia mwingine huyu anasema kwamba Chadema tuone kifungu cha katiba kinachowaruhusu kushiriki uchaguzi mkuu, msitoe maneno matupu. Lakini pia mwingine anasema kwamba yani CCM imezeeka mpaka watu wake wanaonekana wamechoka hasa kitaaluma. Taarifa zao zinakuja kwa maandishi. Smart Chadema kufanya mkutano na waandishi na kuhojiwa maswali. CCM kwa nini msitoke kuhojiwa na waandishi live? Lakini baada ya taarifa hii akiandika na kuwajibu INEC baada ya kusema kwamba kama Chadema wanaona wameonewa basi wakutane mahakamani, na Godbless Lema akiandika kwamba mnamtisha nani na hamna uhalali hata wa kufungua mdomo kwa sekunde moja. Lakini kubwa ni kwamba amechapisha taarifa nyingine akielezea kile ambacho ameambiwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu baada ya kumtembelea katika gereza la Keko. Amechapisha picha ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kuandika, nimetoka kumsalimia mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Keko. Nimepata faraja kubwa sana kuwa ari na moyo wake huko katika imani kubwa sana ya mapambano. Hajuti hata kidogo kuwa hapo, na anasisitiza wajibu mkuu wa no reform no election uendelee hata kama atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Hiki ndicho ambacho ameambiwa huko gerezani Keko na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kwamba hata kama itatokea atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa, basi chama cha Chadema bado kina wajibu wa kuendelea na kampeni ya no reform no election. Kubwa, una nafasi ya kutoa maoni yako, lakini pia hapa watu wengi pia wameacha maoni yao kwenye posti hii ya Godbless Lema akiandika kile ambacho ameambiwa huko gerezani Keko na Mheshimiwa Tundu Lissu. Huyu wa kwanza anasema, Godbless Lema, statement yako inauma sana hata kwa sisi tusio wanachadema, ila tunaamini katika karma is real. Hakika Mungu atawapiga wanaofanya haya. Akamalizia kuandika na hashtag ya free Tundu Lissu. Lakini pia mwingine hapa akasema kwamba hakika dunia yote ilikuwa utupu, tena ukiwa na giza ilikuwa juu yake, lakini Mungu aligeuza na kufanya mabadiliko ambayo yalizaa hapa tulipo
sasa, mwanzilishi wa mabadiliko ya giza, ukiwa na utupu kuwa mahali pa neema, faraja na matumaini ni Mungu mwenyewe, Tundu Lissu atatoka salama. Lakini pia mwingine anasema sore kidogo wakuu, naomba kuuliza hivi mwenyekiti wa chama analipwa? Lakini pia mwingine anasema kwamba wanaume wadaa hawawezi kutoa kauli kama hizo za kishujaa wapo. Lakini pia mwingine anasema kwamba God bless Lema, na wapongeza sana viongozi wa Chadema kwa kufahamu wajibu wenu. Ajenda mlioibeba ni kubwa na nzito, haifanani na ajenda za vyama vingine vya siasa. Ukibeba ajenda kubwa ni lazima uwe na maamuzi magumu ili kutimiza no reform, no election, hakuna kurudi nyuma. Lakini pia mwingine hapa anasema kwamba ni wazi kabisa kuwa Mheshimiwa Lissu ni mfano hai wa ujasiri na kujitolea kwa dhati kwa ajili ya haki, demokrasia na mustakabali bora wa taifa letu. Uthabiti wake hata akiwa kizuizini ni ushahidi kwamba mapambano haya si ya mtu mmoja, bali ni ya kizazi kizima kinachotamani mabadiliko. Lakini pia mwingine anasema Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia katika kipindi hiki ambacho imani yake inapimwa na Mungu wake. Hivyo jukumu letu ni kuendelea kumwombea ila ibada hii takatifu iwe ya ushahidi na mwanzo mpya. Hata Ayubu alipimwa imani yake, naye alishinda, hata yeye atashinda. Mwingine anasema kwamba Lissu anajitambua na anatambua nafasi yake. Huyu ni mtu ambaye Mungu anakusudi naye, hivyo hawezi kujutia wala kuogopa hata kitokea kunyongwa hadi kufa. Lakini uelewe kifo ni Mungu tu ndio anaweza kuamua kiwe. Ikiwa alipigwa risasi nyingi za SMG na hakufa, kwa nini leo aogope kufa? Lakini pia mwingine anasema haya mambo mwanzo yana nguvu sana, kadri miezi inavyokatika watu wanapungua, mwisho unabaki na familia yako tu. Mheshimiwa Lema ni shahidi wa hili. Watu walikuwa wanajazana mahakamani, mwisho alikuwa anakuja mkewe tu na familia. Jela sio kuzuri. Mwingine anasema Mungu wetu ni mwema, hata mwacha mja wake, makusudi ya moyo wake ni wa kizazi hadi kizazi. Wakimnyonga wadamu, Mungu atamfufua siku ya mwisho. I really love Tundu Lissu. Nimetokea kuichukia CCM kwa mambo yao ya kishenzi, kuona wao wanastahili zaidi hapa duniani kuliko mwingine. Mwingine anasema Lissu ni mshindi, Tanzania inaenda kushuhudia mabadiliko makubwa kupitia mteule wa Mungu Tundu Antipas Lissu. Mwingine anasema eti hajuti, kwa hiyo kinyume kujuta ni kufurahi, kwa hiyo anafurahia kuwa gerezani. Sio kweli. Lakini pia mwingine anasema brother, sijuti kumpa mwanangu jina lako, he is 14 but ujasiri na usubutu alionao ni real definition ya jina la God bless. Lakini pia mwingine anasema kwamba what a leader, tunakupenda sana Tundu Lissu ambaye yupo tayari kufa kwa ajili ya Watanzania. Hizi ni baadhi ya comment ambazo watu wameziangusha kwenye posti hii ya God bless Lema, ambapo kwanza alianza kuchapisha taarifa akiwajibu Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC, lakini pia taarifa ya pili akizungumza kile ambacho ameambiwa na Tundu Lissu baada ya kumtembelea katika gereza la Keko. Kubwa ni kwamba Lissu haogopi chochote na yupo tayari, na ujumbe wake ni kwamba hata kama nitahukumiwa kunyongwa mpaka kufa, basi msimamo wa chama ni kuendelea na msimamo au kampeni ya no reform, no election, kwamba bila mabadiliko basi hakuna uchaguzi. Una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako, lakini kwa taarifa na habari mbalimbali hakikisha ya kwamba unakaa karibu nasi kila wakati.